kwanza kujielekeza kuwashirikisha watu wa Masama uamsho wa Kipentekoste. Mungu alimjalia vipawa vyote vitano vya huduma, ambapo kila huduma ungeweza kuiona wazi wazi. Huduma hizo ni ualimu, uinjilisti, uchungaji, unabii na utume. Huduma zote hizi alizitumia na kusababisha maelfu kuja kwa Yesu. Aidha, Mungu alimtumia kwa nguvu kubwa katika huduma ya uponyaji, ambapo viziwi, mabubu, viwete, waliopagawa na mapepo walifunguliwa, na waliokuwa na mateso ya aina mbalimbali. Haleluya! Huduma ya Kikristo. Huduma yake ilianza rasmi mwezi wa 6 mwaka 1959 huko Modio, Masama, wilaya Hai, mkoa wa Kilimanjaro. Alijulikana kwa kauli yake maarufu, Yesu yu hai leo. Kauli iliyoambatana na miujiza mingi. Kwa ujumla, mzee huyu ni mwanzilishi wa Upentekoste Tanzania, wenye ishara na miujiza. Akiwa katika huduma Mwanza chini ya mchungaji Maglari, alitumiwa na Mungu kumwombea mchungaji Askofu Dr. Moses Plola. Akiwa anaumwa, akaokoka na kuponywa kabisa na kuanza kuhubiri Injili kama mwinjilisti wa taifa. Hivyo kupitia miujiza huo wa nguvu wa Injili ya Kipentekoste, ikapamba moto kwa watumishi hao wawili, mchungaji Askofu Dr. Emmanuel Lazaro na mchungaji Askofu Moses Plola, hadi nchi ikatikisika. Mpaka anastahafu huduma mwaka 2019, alikuwa amefikisha miaka 60 ya utumishi na miaka 62 ya maisha ndani ya Yesu Kristo. Haleluya! Alifanya huduma katika mazingira magumu, akitembea kwa miguu masaa mengi, baskeli na pikipiki mara nyingi, kutoka mkoa wa Mbeya hadi Kilimanjaro, katika kutekeleza majukumu yake ya kiaskofu. Hayati alihatarisha maisha yake mara nyingi, kama kuwekwa gerezani, kuvamiwa na majambazi, kulishwa sumu, kutumiwa watu kumdhuru maisha yake, na vita nyingi za kichawi na kidini. Kuna msemo kuwa ukiona nyani mzee ujue amekwepa mishale mingi. Hakika hayati mchungaji Dr. Lazaro alikuwa shujaa wa imani, na tutamkumbuka sana. Alihubiri hadi nguvu zilipomwishia. Hata hivyo, akiwa kitandani, aliendelea na kazi ya Mungu. Mkutano wake wa mwisho wa hadhara ulikuwa Mtu wa Mbu, Arusha, ambapo watu 200 waliokoka.